Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kunipa nafasi hii ya kutoa mchango wangu kwenye wizara hii maalum sana, wizara ya nguvu, wizara ya nishati. Mheshimiwa Spika, mimi nitakuwa na hoja 3 tu za kusema leo. Hoja 2 naomba nizungumze hoja za kitaifa. Hoja 1 kubwa nizungumze jimbo langu la Same Mashariki. Mheshimiwa Spika, sisi wabunge tunaishi na serikali humu ndani. Wakati serikali inafanya jambo zuri, Mheshimiwa Spika, ni vyema wabunge tujifunze kuisifu serikali. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan mpaka sasa tuliposimama hapa inakwenda vizuri sana upande wa mradi wa Rufiji. Mheshimiwa Spika, huu mradi wa Rufiji, serikali ilipoanza kulikuwa na maneno mengi sana. Ukweli naomba nipongeze serikali kwa kuthubutu. Mheshimiwa Spika, serikali imefanya kitu ambacho wengi tulikuwa hatukijui vizuri. Lakini mpaka sasa hivi serikali imefanya mradi ambao ni mkubwa kweli katika Afrika Mashariki. Na mradi huu kwa Afrika Mashariki, huu mradi wa maji, huu mradi wa umeme wa Rufiji katika Afrika Mashariki ni wa kwanza wa kipekee. Mheshimiwa Spika, ukija katika Afrika nzima, mradi wenye hadhi hii ni KIRI wa kwanza uko Ethiopia, tukubali. Wa pili uko Nigeria, wa 3 uko Angola, wa 4 uko Tanzania. Mheshimiwa Spika, tumepiga hatua kubwa sana. Na ninakumbuka nilikuwepo humu ndani, kulikuwa na migongano mingi nje ya nchi, huko ulimwenguni walisema maneno mengi. Nimpongeze rais wa awamu ya 5, alisimama imara sana, tena alitumia nguvu nyingi sana. Mungu amweke mahali pema peponi. Mheshimiwa Spika, megawati 2113 sio ndogo. Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla tutaona mafanikio makubwa mradi huu utakapokwisha. Mradi huu umefikia 52%. Nimpongeze na waziri wa nishati. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, waziri wa nishati mwaka 2017 ndio alianza hii wizara hapa. Zilikuwa ziko 2, nishati na madini, zikatenganishwa 2017. Huyu kijana akachukua hii wizara. Nikiri kabisa na niseme ukweli, Mheshimiwa Waziri, ukitembea mtu asikie hata hatua zako zinavyokwenda, lakini unakwenda mbio sana, unajitahidi sana. Na mimi Mheshimiwa Spika niseme, mimi sina kawaida ya kusifu mawaziri, lakini huyu kijana nimeona leo nimwambie ukweli, jitahidi sana. Tunakupongeza sana. Mheshimiwa Spika, kitu kingine kikubwa, mradi tunaujenga kwa pesa zetu wenyewe wa Tanzania jamani. Huu mradi ni mradi wa bilioni 6.5. Hatukukopa mahali, hatukupewa msaada, zote ni pesa za Watanzania. Hivi kwa nini tusijivune? Bilioni 6.5, Mheshimiwa Spika, sio pesa ndogo. Trilioni 6.5 sio hela ndogo, ni hela zinazotaka uthubutu mkubwa. Na wapongeza sana serikali kwa hilo. Na naomba niwaambie ukweli, leo nimeamka vizuri sana. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa. Asante sana. Nilikuwa naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Mama Kilangu ni kwamba kitu kinachofurahisha, mkandarasi hadai hata senti 5 kwa kazi alizofanya. Kwa hiyo serikali imefanya vizuri na Mheshimiwa Mama Samia rais wetu anaendeleza gurudumu lile lile. Unapokea hiyo taarifa Mheshimiwa? Mheshimiwa Spika, tena naipokea kwa unyenyekevu. Mama Manyanya, nakushukuru sana. Mimi naomba niseme ukweli, waheshimiwa wabunge, tusipoisemea serikali yetu vizuri, nani ataisemea? Ni sisi tumeiweka madarakani.
tumepambana tukashinda. Chama cha Mapinduzi, serikali inakwenda vizuri. Mheshimiwa Spika, swala la pili ambalo mimi nimelipenda sana, huu mradi wa kupeleka umeme vijijini. Nilikuwepo tangu mwaka 2000 humu ndani. Niliona umeme ulivyokuwa unasuasua. Niliona mheshimiwa, nilikata tamaa. Lakini katika vijiji 12268 vya nchi yetu sisi, leo hii Mheshimiwa Spika, tuna vijiji 10312 vimepelekewa umeme. Hata kama umeme umefika kijijini, haujaenda vitongojini, lakini ni mwanzo mzuri kwamba umefika vijijini. Next utakwenda kwenye vitongoji vyetu. Serikali imenifurahisha sana katika hilo pia. Haswa sisi mnaotuona tuliosimama hapa, wengi wetu tunatoka vijijini. Tumezaliwa vijijini, tumekulia vijijini, bado tuko vijijini. Huku tumekuja kutembea, sisi ni watu wa vijijini. Mheshimiwa Spika, 86% ya vijiji vyetu tayari wameona umeme. Tuishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi na ile mikakati wa bunge mlioiweka hapa kwamba chukueni pesa hapa kwenye mafuta pelekeni huku. Mkakati ule ulikuwa mzuri sana. Ulikuwa mkakati mzuri sana. Lakini niseme ukweli, nakumbuka mwaka 2015 ambao mko sawa, tulikuwa namba 39 katika nchi 54 za Afrika. Tulikuwa namba 39. Nikisema hivyo si mnanielewa kwamba katika nchi 54 za Afrika tulikuwa namba 39 kwa kupeleka umeme vijijini. Leo tukizungumza hapa, katika Afrika sisi ni namba 1 katika kupeleka umeme vijijini. Hivi hapa mtasema serikali ya Chama cha Mapinduzi inacheza? Inafanya kazi. Mheshimiwa Spika, naomba nipongeze serikali sana. Sasa naomba niachane na serikali, naomba tugombane kidogo serikali. Naomba nigombane na nyie kidogo ili nifanye kazi. Nimezungumza kitaifa, sasa naenda kwa walio nichagua jamani. Mheshimiwa Waziri, naomba uniangalie vizuri. Mheshimiwa Spika, mimi nimeingia jimbo la Same Mashariki mwaka 2005. Nikawa nasema humu ndani, nagombana na Ngeleja, nagombana na Mhongo kuhusu umeme wa tarafa ya Mambavunda. Wananchi wangu wanaishi mlimani sana, na wanapoishi kule wanaishi na migomba na miti, mitangawizi, kuna giza sana. Nilisema kwa miaka 9, 2014, 2015 serikali ndio ilipoona ikanipa pesa za kupeleka umeme katika tarafa ya Mambavunda. Nikashukuru, nikafurahi. Mheshimiwa Spika, vijiji cha kwanza nilichokiona kinaitwa Mwala, kilipata umeme mwaka 2015. Nikafurahi, nikaona umeme. Mradi ule serikali ilisema utakwenda 2015, 18 utakwisha. Wananchi wakafurahi, wakashangilia. Mheshimiwa Spika, leo ni 2015. Leo ni 2021. Mradi ule 2015 ulikwenda kidogo, ulisimama. 15 ukasimama, 16, 17, 18, 19. Waziri, juzi ndio umeanza kidogo. Nasimama vizuri kukwambia waziri, huu mradi wale wananchi walitegemea sana, nao waingie kwenye taa, waingie kwenye mwanga. Mliwaacha tangu 2015, mkaenda vijiji viwili vitatu tu. Mradi huu Mheshimiwa Spika, mpaka leo nimeanza kwa kuwasifu serikali, narudi kuwaomba tafadhalini, huu mradi umalizeni. Hawa watu mliwapelekea hata kidogo vijiji viwili vitatu. Mradi huu ni wa tarafa nzima. Huu mradi Mheshimiwa Spika, ulikuwa uende Vunda, uende Papa, uende Miombo, uende Mwala,
uende Kidandini, uende Mweteni, Njagu, Kirangare, Makasa, Mshewa, Pangani, Mvugwa Makati, Idaru, Mweteni, Tambwe, Tindini na Changuluwe. Mlikwenda sehemu kama 3 tu. Sasa mimi ni mbunge wa Same Mashariki. Kama mlilala hapo katikati sababu sijui, leo nakwambia Mheshimiwa Waziri utoe majibu kwa wale wananchi. Kwa nini ulisimama tangu 2015? Umerudi kuanzia 2020. Hapa mwishoni niliuona. Nimekwenda mwenyewe naona una wakandarasi kule. Lakini wananchi wangu wana wasiwasi kwamba huenda utasimama tena. Naomba Mheshimiwa Waziri, sitakamata shilingi, lakini uniambie kwa nini ulisimama na utamaliza lini mradi? Sitaunga mkono hoja kwanza. Asante Mheshimiwa Anne Kilango Malechela.